umemuua mtoto aliyoko tumboni, kwa sababu ukifanya hivyo tayari Mwenyezi Mungu anakuwekea kosa, umefanya tendo la uuaji, na kwenye amri za Mwenyezi Mungu, amri zake zile 10 amesema usiue. Sasa kwa upande wa serikali na lenyewe ni kosa, tena kosa kubwa. Alina utofauti na kosa ambalo mtu anaweza akachukua kisu na kumchoma mtu. Alina utofauti na mtu aliyechukua risasi, bunduki na kumpiga mtu risasi. Alina kosa na mtu aliyeenda akavamia sehemu na kumpiga na kuua. Wote na mtu aliyetoa mimba, wote wanakosa moja, inaitwa mauaji. Sema wakili wanakuwa ameua kwa njia tofauti. Kwa hiyo utoaji wa mimba ni kosa. Mtu anaweza kafanya kama hicho kitendo akatoa mimba, lakini huwezi jua labda yule aliyoko tumboni atakuja kuwa nani baadaye. Nachukulia kwa mfano kama rais wetu Mama Samia Suluhu. Yes. Angeuliwa toka tumboni kwa mama yake, asingekuwa hapa, au tusingekuwa tunajivunia kwamba tuna rais wa kike. Kwa hiyo ingekuwa kwamba ameshauawa na hata historia yake tusingekuwa tunaijua.